Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi nianze kwa kutoa pongezi nyingi kwa hotuba nzuri ya Waziri wa Elimu, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, wakurugenzi wote wa taasisi ya elimu. Niseme kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, safari hii kazi imefanyika nzuri sana, na wapongeze kwa usimamizi wa kazi zote zilizofanywa katika taasisi. Uboreshaji na ujenzi umefanyika kama alivyosema Mheshimiwa Sima, na hasa katika maeneo ya vyuo vikuu majengo mapya yamejengwa kwa ubora. VETA nazo zimejengwa hizo 64, lakini niwaombe sasa muangalie ile VETA ya pale Mabepande tulivyokwenda. Niliona kama mwendelezo wake hauridhishi, labda mgeenda pale muangalie. Lakini nije kwenye swala la mikopo, Mheshimiwa Mwenyekiti, safari hii wanafunzi wengi wamepata mikopo. Malalamiko ya mikopo yamepungua, kwa hiyo niipongeze sana serikali kwa kuongeza fedha kwenye eneo la mikopo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hata taasisi hiyo ya NECTA kwenye mitihani, ni watoe wasiwasi waheshimiwa wabunge, sisi tuko kwenye ile kamati ya elimu. Mitihani sasa hivi inatungwa kwa kufuata umahiri. Hakuna tena yale maswali ambayo wengi wanafikiria yalikuwepo, yale ya kuchagua, multiple choice. Kwa hiyo maswali yale yameondolewa, sasa hivi hata hesabu zinakwenda kwa kukokotoa. Kwa hiyo hilo ni watoe wasiwasi, ni kazi nzuri imefanyika kwenye NECTA. Kwa hiyo sasa hivi mitihani inatungwa kwa kufuata umahiri. Lakini jambo jingine ambalo limefanyika kwenye hii amali tunayokwenda. Kwenye amali tunayokwenda sasa hivi assessment au kutainiwa wanafunzi watakuwa wanafanya kama zamani tulikuwa tunaita continuous assessment. Kwa hiyo nafasi kubwa itachukuliwa kwa kazi anazofanya mwanafunzi akiwa pale shuleni. Kwa hiyo tofauti na zamani mtihani wa kuandika unachukua 60%. Sasa hivi 60% ni kazi za kila siku, continuous assessment. Kwa hiyo hiyo ndio itafanyika katika amali. Lakini nije kwa usambazaji wa vitabu. Nimtoe wasiwasi sana Mheshimiwa Grace kwamba vitabu vimesambazwa kote. Kama alivyosema Mheshimiwa Sima, sasa hivi ratio ni kitabu kimoja kwa wanafunzi 3. Lakini pia TET iko katika mpango wa kuhakikisha kwamba vitabu vitakwenda moja kwa moja katika mashule, sio tena kupitia kwenye halmashauri. Kwa hiyo hizi taasisi sasa hivi zimejipanga vizuri, na TCU tumeagiza pia ichunguze na kuangalia wakati wote yanayotendeka katika vyuo vikuu yanafuata taratibu au miongozo ya vyuo vikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwenye hii sera mpya ya elimu. Tunapoanzisha sera mpya au jambo lolote likiwa jipya, lazima kunakuwa na changamoto. Lazima kunakuwa na changamoto. Ndio maana katika hii sera mpya na hasa upande wa amali, tumeanza na shule chache ili tuone tunakwenda namna gani. Kwa hiyo shule chache zimeanza, na kama nilivyosema, wakati mwingine mabadiliko haya huwa yanaleta changamoto ya uelewa. Jambo la msingi kwa Wizara ya Elimu, ni kuombe waziri nisikilize. Jambo la msingi, hii elimu ya amali haijaeleweka vizuri kwa jamii na hasa kwa wazazi. Kwa hiyo jambo la kufanya Wizara ya Elimu, elimisheni amali italeta faida gani kwa vijana wakishamaliza form 4. Tumieni vyombo vya habari, television, kuelezea manufaa ya amali. Mtoto akimaliza form 4 ataweza kujiajiri, ataweza kuajiri, ataweza kuajiriwa. Ndio hiyo muiseme. Kwa hiyo tukiisema hivyo, wazazi na jamii itaelewa kwamba hii amali inaanza. Lakini pia ili kufanya tathmini lazima tujipe muda. Wazazi wanauliza hii ina faida gani au imefikia wapi? Ndio kwanza tumeanza. Kwa hiyo lazima waeleweshe kwamba baada ya miaka 2 au 3 ndio tunaweza kugundua kwamba amali imetuletea faida gani. Kwa hiyo ni vizuri mkashauri. Lakini pia mjue kwamba amali tukiifanya vizuri, hii sera ya amali tukafanya vizuri, hawa wanafunzi wakimaliza kidato cha 4, Mheshimiwa Waziri, wataweza kupewa mikopo, kwa sababu tayari watakuwa wanakuwa na ujuzi
tayari wao wanakuwa tayari wana wafanyakazi. Kwa hiyo tujipange kabisa hawa watoto waweze kupata mikopo wakimaliza ile form 4, kwa sababu tayari hawa ni wajuzi na wanaweza kujitegemea. Lakini tukiendelea na amali, uboreshaji utaendelea, kwa sababu wakati wote tunapokutengeneza curriculum tunaifanyia uboreshaji au evaluation wakati inaendelea kutendeka. Jambo jingine ambalo niliseme leo, Mheshimiwa Waziri, mimi nasema baada ya miaka 30 watoto wetu watatucheka, watatumia maneno ya ajabu sana kwamba hivi Profesa Mkenda ndio alikuwa waziri wa elimu, Jenista ndio alikuwa waziri wa afya, halafu wanahakikisha kwamba vyuo hivi au vyuo vyetu vinavyoendesha elimu ya afya havina teaching hospital. Watatushangaa hivi na watatuita majina ya ajabu. Watasema hii mijitu ilikaa inafanya nini? Ni kuombe sana haya mambo mawili muyafuatilie na yafikie mwisho. Rudisheni teaching hospital kwenye vyuo vinavyohusika, MUHAS pamoja na UDOM. Kama mwezi kurudisha kabisa, angalau 80% imilikiwe na chuo chenyewe. Na Mheshimiwa Waziri, nilikwambia ile proposal iliandikwa na Profesa Paranjo ambaye ndio mwenye MUHAS wakati ule. Sasa nyinyi mmekaa hapo mpaka mnanyang'anywa. Mmekaa kweli? Sasa ili mlishughulikie kuhakikisha kwamba hivi vyuo vinapewa teaching hospital zake. Narudia, hii ni mara ya 5. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupe taarifa, madaktari wote wazuri wa Tanzania wamesoma kwenye vyuo vyenye teaching hospital, Norway, Sweden, Harvard, wamesoma huko. Na Profesa Mkenda unalifahamu hilo? Profesa Mkenda unalifahamu hilo? Taarifa inatokea wapi? Naomba kumpa taarifa mchangiaji, na nilishawahi kumpa taarifa kwenye jambo hili. Swala hili liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kutotekelezwa swala hili ni kutotekelezwa kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Teantara, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naipokea taarifa hiyo kwa mikono miwili. Na kwa kweli wakati mwingine inasikitisha, yani inashangaza. Huu ni mwongozo wa kimataifa, lakini pia kwenye ilani ipo. Tunaona tabu gani sisi kutoa hizi teaching hospital kuachia wale, na walishazianzisha wao. Hebu ona sasa hivi Benjamin wanafanya vizuri kwa sababu tayari kuna mashirikiano mizuri na UDOM. Tufanye hicho kitu kiishe. Lakini jingine ambalo nataka ulimalize safari hii, Mheshimiwa Waziri, nimezungumza kuhusu mafao ya wakuu wa vyuo, na leo nalizungumza kwa mara ya mwisho kwenye bunge hili. Ulifanyie kazi, na utakapokuja hapo mimi naomba uniambie, maana mlisema liko mezani, liko kwenye meza, naomba uniambie limefikia wapi. Jambo jingine ambalo nataka kulisema, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Gwajima na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani kwa hatua walioichukua mara moja waliposikia wanafunzi wa vyuo vikuu wamedhalilishwa na wale sijui ni waite nani, wale wamedhalilishwa, wamechukua hatua. Lakini sasa ni muombe waziri na taasisi zote, wale wanaojifanya wao ni mashuhuri sana, wanajifanya wao sijui ni mabalozi wa sehemu mbalimbali wa taasisi, muhakikisha kwamba wanafukuzwa mara moja kwenye huo ubalozi, akiwemo huyo Mwijaku. Watolewe huko. Unajua watu mashuhuri ufanye vitu vya maana, lakini unakuwa mashuhuri, unajiita mashuhuri, unafanya vitu vya ajabu. Waondolewe kwenye ubalozi vijana wote au watu wote wanaofanya vitu vya hovyo katika jamii, waondolewe huko. Jingine ambalo nataka nimalizie, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana shule zote zenye majina ya viongozi, hebu tuzifuatilie. Dakika moja nimalizie. Tufuatilie zile shule zenye majina ya viongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, unakuta shule ina jina la Dr. Teantara, sijui
lakini mimi sina shule, au lina jina la mtu yoyote mashuhuri au kiongozi wa taifa, lakini tuangalie discipline ya hiyo shule na elimu yao, yani namna gani wanafanya. Sio tunatoa shule unakuwa na jina kwenye shule, lakini shule ina perform vibaya na nidhamu mbaya. Ni aibu kwa serikali. Kwa hiyo hilo nilikuwa nataka niliseme. Ninafikiri kwa leo inatosha, na asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.